Hapo awali kulikuwa hakuna boti ya uokozi, na wavuvi walipokuwa wakipata changamoto, upande wa halmashauri ilikuwa ikifanya jitihada zake kwa ajili ya kuwaokoa wavuvi pindi wanapokuwa wamepatwa na matatizo wakiwa kazini au katika majukumu yao. Kwa hiyo kwa sasa hivi baada ya ujio wa hii boti tunaamini kwamba wavuvi watafanya kazi zao kwa amani, watafanya kazi zao vizuri kwa ajili ya kujipatia kipato chao ambacho ni lengo pia la halmashauri, na kuhakikisha kwamba wavuvi wanavua katika hali ya usalama. Kwa hiyo tunawashukuru sana TASAC. Bahari inakuwa na shwari, bahari inakuwa na mawimbi na dharuba. Kwa hiyo hakuna chombo mwingine ambaye unakuwa unamhitaji ili aweze kukuokoa, naye anakimbilia katika hali yake ya usalama. Kwa hiyo hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kama kimepatikana chombo kama hiki, kwa wavuvi ni shukurani nyingi sana. Ni shukurani nyingi sana. Yaani itakuwa mtu anafuatiliwa kwa wakati. Pale anapokuwa amefika dharuba tu basi na kufanya mawasiliano na kufuatiliwa ili aweze kuwa sehemu salama. Leo tunawapa asante, tunashukuru sana kufikisha hicho chombo kwamba itakuwa ni vizuri, na tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana, kwa hiyo kwamba ni vizuri na kutuletea. Changamoto ni kubwa sana, maana tuwenga shadhama sana, vyombo kwa hamna vya kuwaja kwa hamna. Wengi washadhama sana, tunawengi wengi washakufa sana. Kushona kwanza kwamba vyombo kwa ni muhimu sana. Na hii nafasi tunalilia sana kama hii chombo kipatikane. Lakini mpaka leo hii hakijapatikana. Kimepatikana leo, fursa kama imekuja leo, kimepatikana leo. Na ndio siku nyingi sana kwa tunaomba sana yani chombo kipatikane kwa hali yote. Juu hali na mali kipatikane. Kama kimepatikana leo itakuwa ni vizuri zaidi. Madhumuni makuu kabisa kwa siku ya leo, nimekuja na timu yangu mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kamati, ni kupokea boti hii, kuifanyia majaribio, tunaita sea trial, kuona umadhubuti wake, kuangalia kama taratibu za ujenzi zimefuatwa, kuangalia vifaa kwa kuzingatia msawazo au specification kwa lugha ya kigeni kama umezingatiwa, kwa sababu sisi wenyewe ndio wadhibiti wa shughuli zote za majini. Kwa hiyo ni lazima kwanza sisi wenyewe tuwe tumefikia ule ubora unaotakiwa ili tuwe mfano wa kuigwa. Vyombo hivi madhumuni yake makubwa yatakuwa ni utafutaji na uokozi inapotokea dharura baharini kwa hichi cha hapa Tanga. Kuna ndugu zetu wavuvi ambao wanafanya shughuli zao ndani ya maji, kuna wasafirishaji mbalimbali, kuna vyombo vya abiria na vyombo vya mizigo. Kwa hiyo chombo hichi kitakuwa msaada mkubwa. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linaongelewa kwa muda mrefu, watu walikuwa wanahitaji huduma hii, sasa huduma imewafikia. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan.